Come on. No. Faza. Unakwema? Sasa kwa nini waliacha? Sasa hiyo niko poa. Safari na. Sasa anakimbia nini? Sasa anakimbia, anaogopa kuzungumza. Safari inaanza ndugu yangu kuelekea pale Morocco. Tuambie namna ambavyo una shauku kuelekea kwenye michuano hiyo ya AFCON. Kwanza shauku ni kubwa kama mashindano yenyewe yalivyo, ni mashindano makubwa, kwa hiyo mchezaji kama mchezaji hususan katika bara letu la Afrika, hapa ndio michuano mikubwa zaidi kwa bara letu la Afrika. Kwa hiyo ni kitu kizuri kama mchezaji kushiriki hapa mashindano. Kwa hiyo mimi pamoja na wachezaji wenzangu tutajipanga vizuri ili mradi kufanya vizuri katika mashindano. Kuchelewa kwako pengine kujiunga na wachezaji wenzako ambao walishaanza maandalizi pale Misri, hakukurudishi nyuma kwa namna yoyote ile? Mimi ninahisi mchezaji ni mtu anayetakiwa kuadapt kila kitu, na wachezaji wengi waliokuwepo katika kikosi ninaamini nishacheza nao katika vilabu na nishacheza nao katika timu ile pia. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na ugumu wote kwetu sisi watatu kuungana na timu, au kama kuna utofauti tutakaoonyesha katika timu yetu, ila mimi ninaamini filosofi za timu yetu tunazifahamu pia, kwa maana wote watatu tumeshahudumu katika timu hiyo kwa baadhi ya mida. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwetu kuungana tena. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kulipambania taifa. Sawa, pengine kipi hasa ambacho kimepelekea kuchelewa kujiunga na kambi pale Misri licha ya kwamba tayari ulikuwa kwenye kikosi? Hayo maswali ninahisi meneja nini anaweza kuyajibia zaidi, meneja timu ya taifa. Meneja, changamoto kuna changamoto fulani nilijitokeza. Sawa, neno lako sasa kwa Watanzania ambao wanasalia hapa Tanzania lakini wana matumaini na ninyi kwenye michuano hii ya AFCON ambayo inaanza hivi punde. Kwanza ni watuombee, kwa maana tunawategemea sana, dua zao tunazitegemea sana katika hapa mashindano, ili mradi kuweza kufanya vizuri kama taifa, na hususan group tulilokuwepo ni gumu, lakini tupo kwa ajili ya kufanya kile kilicho bora kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo wapambanaji wote waliokuwepo kule na tuliokuwepo huku wa Tanzania na Watanzania waliokuwepo nchini Morocco, tushirikiane vizuri ili mradi timu yetu kuipa kilicho bora katika hapa mashindano. Kwa hiyo ni tuombeane, waliokuwepo huku Tanzania wazidishe dua, tuombee vijana wao tukapambane kwa ajili ya kuwa represent wao. Unatamani angalau kuvuka kwenye hatua ipi kwenye michuano hii ukizingatia huko nyuma hatujawahi kupata matokeo mazuri? Mimi ninategemea kufanya vizuri katika hapa mashindano. Ni pale tulipoishia inabidi tuendelee mbele. Kwa hiyo kama tulipata pointi fulani ambazo ziliweza kutusogeza sehemu fulani katika mashindano yaliyopita ya AFCON, wakati huo inabidi tusogee, tusibaki pale pale ama tusirudi nyuma. Kwa hiyo inabidi tuweke nguvu kubwa sana ili mradi tuweze kuyafikia hapo malengo, ila tunahitaji kufanya vizuri katika hapa mashindano ili mradi kuweza kujiweka vizuri katika dunia. Kwenye zile timu tatu zipi anaweza kutusumbua kwa namna moja ama nyingine? Tunisia, Nigeria, Uganda. Wote ni wapinzani wagumu na wote tunawaheshimu na tunategemea michezo migumu toka kwao, lakini kupitia mwalimu wetu na wachezaji wetu ninaamini tutafanya vizuri ili mradi kuweza kuipatia ushindi timu yetu. Shukrani pia. Ambie tu wa Tanzania kwamba tunakwenda kupambana au Mungu ibariki Tanzania. Kikubwa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi tulipo hapa, na kingine Watanzania watu wawe na imani na timu yao, na sisi ambao tunaenda kuungana na timu tunaenda kupambania nembo ya Tanzania na kupeperusha bendera ya Tanzania katika mashindano ya AFCON. Unawaahidi nini Watanzania? Watanzania wawe na imani tu na sisi, kwa sababu sisi wachezaji, kila mchezaji huwa na malengo yake, lakini pia kuacha malengo ya mchezaji moja, tuna malengo ya timu nzima. Kwa hiyo tunaenda kupambania timu kama timu ili kufanikiwa kupambana katika group, then kuqualify katika hatua inayofuatia ya 16 bora. Kila laheri. Na unatamani kufika angalau kwenye hatua hii? Malengo ni kuvuka hatua ya makundi kwenda katika hatua nyingine ambayo ni hatua ya 16 bora, kuendelea na mashindano mengine kama Mungu atajalia, kama tukiingia hata robo finali, nusu finali, ni kila kitu Mwenyezi Mungu anapanga. Asante sana na kila laheri. Asante sana.